Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, jioni hii tena ya leo ninakualika katika mfululizo wa kusoma unabii, kuangalia kuhusu matukio ya siku za mwisho yanayokuja mbio sana katika sayari yetu tunayoishi. Jana nilikuwa na somo linalohusiana na amri ya Jumapili Marekani. Katika somo nililitoa jana lilikuwa linaleta hali ya Marekani ilivyo na jinsi wanavyopeleka maoni kwa watu, kuchukua maoni na kujua watu wanasema nini. Na baada ya hapo niwaambie ya kwamba tarehe 13 mwezi huu wa 7 tume ile ya kukusanya maoni itakuwa ikipeleka ripoti hiyo katika ofisi ya rais inayoshughulikia masuala ya uhuru wa dini. Wapendwa, muda umeisha, lakini leo kuna somo linalotolewa katika kitabu cha Pambano Kuu kwenye sura ya 35, uhuru wa dhamiri unatishwa. Ndipo mahali ambapo tutapaangalia. Kwanza kabisa natushukuru Baba mwema, na kushukuru kwa sababu ya muda ulionipa. Litukuzwe jina lako, kwa sababu naamini upo. Ujumbe huu uandaliwe kwa ajili ya watu wako, kila anayeusikia na kutazama kwa muda huu aendelee kuwa pamoja nawe, ili uweze kumsaidia na kumuongoza, jina lako likatukuzwe. Ni kipindi cha kujikana nafsi, kila mtu achukue hatua ili apone. Nikikabidhi yote mikononi mwako, kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Somo letu mchana wa leo ni somo ambalo linapatikana kwenye kitabu cha Pambano Kuu sura ya 35, mahali ambapo panazungumzia habari ya uhuru wa dhamiri unatishwa. Uhuru wa dhamiri unatishwa. Na kwa namna hiyo tumekuwa tukiendelea kuwafundisha watu, kuwaelekeza unabii wa siku za mwisho, na hivyo ndivyo tulivyopanga kufanya, kuamsha watu wote ambao wamelala, wenye usingizi wa kiroho katika wakati huu tunapongoja marejeo ya Mwokozi. Katika sura hii hapa juu anazungumza, anasema Ukatoliki sasa unaonekana kupendwa sana na Uprotestanti kuliko ilivyokuwa katika miaka iliyopita, katika nchi zile ambazo Ukatoliki hauko katika mamlaka na ambako wafuasi wa kanisa la Roman Katoliki wanafanya upatanishi ili uweze kukubalika. Kuna kuongezeka kwa kutojali kuhusu mafundisho yanayoyatenganisha makanisa ya matengenezo na mfumo wa upapa. Kuna maoni yanayopendelewa na watu wengi kwamba hata hivyo hatutofautiani sana katika vipengele muhimu kama ambavyo imekuwa ikidhaniwa, na kwamba kwa upande wetu tukiridhia kidogo kutatufanya tuelewane vizuri na Roman. Kulikuwa na wakati ambapo Waprotestanti waliweka umuhimu mkubwa sana juu ya uhuru wa dhamiri ambao ulikuwa umenunuliwa kwa upendo mkubwa sana. Waliwafundisha watoto wao kuuchukia upapa, na walishikilia kwamba kutafuta mapatano na Romani kungekuwa kukosa uaminifu kwa Mungu. Lakini sasa ni kwa jinsi gani zinaelezwa kauli tofauti kabisa. Mpendwa mtazamaji, wakati Uprotestanti unaanza, walijitenga na Ukatoliki kabisa, na walijitenga kabisa na wakakataa mafundisho ya Ukatoliki. Na sasa baada ya kuwa wamekataa mafundisho ya Ukatoliki, walikuwa wamejitenga kabisa kwa sababu ya kukimbia kanuni ambazo zilikuwa ni za kipagani kabisa. Walipojitenga bado walikuwa na nguvu, lakini tunaona kidogo kidogo baada ya jeraha la mauti kupona jeraha la upapa kutoka mwaka 1929 wakati waziri mkuu wa Italia Mussolini alipourudisha upapa madarakani. Mpendwa msikilizaji, ni hali hatari sana. Kanisa Katoliki ilikuwa limeanzisha mfumo wa ekumeni, yani imani moja, kuyarudisha makanisa yote ambayo yalikuwa yamejitenga na Ukatoliki. Na baada ya kufanya hivyo walifanikiwa pakubwa, kwa sababu waliweza kuweka wapelelezi kila mahali kuchunguza makanisa mbalimbali jinsi wanavyojifunza, na hatimaye wakapata majibu juu ya kile wanachojifunza, na mwisho wa yote wakawa wamewanasa. Na sasa ndivyo unavyokuta unapokuta kanisa Katoliki linabatiza watoto kinyume na Biblia, ndivyo na makanisa hayo yanabatiza watoto.
Unapokuta kanisa Katoliki linatoa kipaimara, ndivyo na makanisa hayo yanatoa kipaimara. Unavyokuta kanisa Katoliki linapanga Pasaka ya kila mwaka, ndivyo makanisa yote yanaiga Pasaka. Wanapopanga sikukuu ya kuzaliwa Yesu, Krismasi, ndivyo na wote ulimwenguni kote wanaiga. Kwa hiyo kila kinachofanyika na kanisa Katoliki ndicho kile ambacho kinafanywa na makanisa yanayojidhania ya kuwa yalijitenga, lakini hayajajitenga, bado yapo mikononi mwa kanisa Katoliki. Mpendo msikilizaji, unapotaka kujitenga na mbaya wako, hutakiwi kushirikiana naye tena, na ndiyo kanuni ambayo ipo katika muungano wa dini mbalimbali. Muungano huu umepelekea watu wengi kuacha Biblia na kuendelea na mafundisho ya kipagani kiasi kwamba hawapo tena na Mungu. Roho wa Mungu anahama katika makanisa kwa sababu wamejitenga na Mungu wao. Sikia katika kipengele kingine hapa chini katika sura hii ya 35 Pambano Kuu, wale wenye kitabu cha Pambano Kuu, anasema, je, watu hao wamesahau dai la kutokukosea lililotangazwa kwa miaka 800 na utawala huu wenye kiburi? Hata hivyo, badala ya kuliacha, dai hili lilithibitishwa katika karne ya 9 kwa waziwazi kabisa kuliko hapo kabla. Kama kanisa Roman Catholic linadai kwamba kanisa halikosei kamwe wala halitakosea kulingana na maandiko, halijawahi kukosea. Wanasema kanisa Katoliki haliwezi kukosea. Hivi karibuni nikiwa nimetulia mahali nikaulizwa swali na mpendwa mmoja, akasema, mchungaji mmoja ananiuliza swali, nasema hebu niambie, kanisa la kwanza duniani lilikuwa ni lipi? Nikasema kanisa la Wayahudi. Akasema okay, Wayahudi ndio waliotunza Sabato Jumamosi? Nikasema ndio, ni kweli. Akasema Wayahudi hawakubatiza watoto? Nikasema ndio, ni kweli kabisa. Mchungaji huyu akatekewa. Nikaendelea kumwambia, kanisa la Rumi lilianzishwa na serikali ya Rumi. Kanisa la Rumi sio la kwanza wala halikuwekwa na Mungu. Katika tawala 4 za ulimwengu, utawala wa kwanza ulikuwa ni Babeli, utawala wa pili ulikuwa Umedi na Uajemi, utawala wa tatu ulikuwa Uyunani, utawala wa 4 ulikuwa ni Rumi ya kishenzi. Na hivyo katika utawala wa 4 uliibuka utawala wa kiroho ulioanzishwa na serikali ya Rumi. Utawala huu wa Kirumi wa kidini ndio unaoendelea leo, na utawala huu ulipata jeraha la mauti mwaka 1798. Ulianza kutesa watu wa Mungu waliokuwa na matengenezo mwaka 538. 1798 ndipo ulipokamatwa na Bethia, askari wa Kifaransa alifia uhamishoni, na hivyo ilitimia miaka 1260 ya unabii wa Biblia. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba jeraha la mauti litapona, hivyo upapa utarudi katika kiti chake na kuendelea kutesa. Hivyo basi, katika somo hili ndivyo ilivyo kwamba upapa ulipewa kutawala miezi 42. Katika miezi 42, kila mwezi una siku 30 katika Biblia, na hivyo unapata kila mwezi ukizidisha mara 30 unapata 1260. Katika miezi hiyo 42 mara 30, 1260. Hiyo ndiyo unabii wa Biblia kwamba kanisa Katoliki lilitawala kuanza kutesa na kunyanyasa wale wote waliojitenga na kanisa kutoka mwaka 531, 538 mpaka 1798, miaka 1260 ilitimia. Unaporejelea katika kitabu cha Ufunuo, anazungumza jambo nyeti kabisa. Ukianza kusoma katika mistari hiyo ya kwanza kabisa, anataja mnyama ambaye alionekana. Nabii anaona mnyama mkubwa wa ajabu ambaye kinywa chake kilikuwa kama kinywa cha simba, miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, meno yake yalikuwa ya namna gani? Ametaja sifa zote hapo. Sifa ya mnyama huyu anayetajwa anawakilisha wanyama wale 4 ambao walionekana, wanaoandikwa na Daniel. Ni falme 4 za dunia ambazo zilitokea, na sasa tupo kwenye utawala ambao ni wa 4 uliochanganyikana, yani wa 4 wa Kirumi ambao ndani yake ni utawala wa kiroho, yani kanisa Katoliki ndio linalotawala. Sikiliza, utawala huu umepewa mamlaka ya kusimamia dunia, na hivyo nikwambie na nikutoe hofu kwamba utawala huu wa kiroho, utawala wa Rumi,
hauwezi kuishika dunia, maana Biblia inasema pembe ndogo ilitesa, na pembe ndogo ilipotesa ilifikia katika wakati wake ambao unasema roho ya unabii inataja ya kwamba kuna wakati ambao pembe ndogo itaishiria. Utawala wa tano wa dunia unatoka mbinguni. Ukisoma Danieli anasema jiwe ambalo halikuchongwa kwa mikono ya mwanadamu, jiwe hili linakuja kuiangukia dunia na kuisaga tikitiki, na itajaa kuwa mlima mkubwa juu ya dunia hii. Utawala huu ndio utawala wa Yesu Kristo. Sikiliza sasa, kwa nini utawala wa Kirumi unatajwa katika Biblia? Unatajwa kwa sababu ni miongoni mwa falme ambazo zinakwenda kufunga historia ya dunia hii. Sasa hebu tuendelee hapa chini uone kinachosemwa. Ikiwa kuna tofauti yoyote kwamba Waprotestanti walijitenga na kanisa Katoliki, hawangerudi na kuendelea kunyenyekea au kufuata mfano wa mafundisho ya Kikatoliki, kubatiza watoto, Krismasi, Pasaka, sikukuu ya Epifania, sikukuu ya Pentekoste, kubatiza watu kichwani, sijui na vitu vingine vingi, kuweka misalaba kwenye makaburi, kuvaa rozari shingoni, kuweka misalaba makanisani na vitu vingine vya kishenzi vingi. Wale waliojitenga hawangeweza kufanya namna hiyo. Kwa hiyo niseme, ikiwa kuna kanisa ambalo linafuata mfano huu limeanguka. Kanisa lolote linaloweza likaiga kwa kuweka hata msalaba kwenye kanisa, kwa kuweka msalaba mahali popote, limetii na linafuata mamlaka ya kanisa Katoliki. Wakristo hawana msalaba. Wakristo wanamwamini Yesu. Msalaba uliwekwa kwa ajili ya laana, na waliangikwa msalabani wale waliolaaniwa. Yesu akapitia katika msalaba huo ili kwamba abebe laana ya ulimwengu, akawa laana yeye kwa ajili ya kuwakomboa watu. Hivyo nembo ya msalaba mahali popote inapopatikana ni nembo inayowakilisha utawala wa kanisa Katoliki. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, sasa twende sikiliza hapa. Anasema kuna watu wengi wanaojiandaa kusema na kuamini kwamba matokeo ya hofu yoyote ya Uromani Katoliki katika Marekani ni ushupavu wa imani au ni upumbavu. Watu wa jinsi hiyo hawaoni jambo lolote katika tabia na mwelekeo wa Uromani ambao ni wenye uadui kwa uhuru wa taasisi zetu, au hawapati jambo lolote la kutisha katika ukuaji wake. Hebu kwanza tulinganishe baadhi ya kanuni za serikali yetu na zile za kanisa la Roman Catholic. Serikali ya Marekani ni serikali ya Kiprotestanti ambayo haikutakiwa kabisa kushikamana au kuwa pamoja na kanisa hili. Na hivi niwaambie, wakati tarehe 17 mwezi huu wa 6, wakati walipokuwa wanapanga wanaurudisha Uprotestanti mikononi mwa Ukatoliki, Papa alipokuwa anapewa medali ya uhuru wa taifa lile, alikuwa amekabidhiwa vitu vyote. Hivyo kanisa Katoliki limeichukua Marekani. Marekani sasa sio ya Kiprotestanti, Marekani ni ya Kikatoliki. Na hivyo sasa, baada ya rais wa Marekani kufanya tukio hilo, alichokifanya ni kuunda tume ya kukusanya maoni kwa watu wa Marekani ili waweze kujua wana maoni gani kuhusu pendekezo la mapumziko ya amri ya Jumapili. Jambo hili linafanyika mpaka sasa, na hivyo siku zinazokuja tume ile itarudisha maoni hayo katika ofisi ya tume ya uchunguzi katika serikali, katika ofisi za Amerika. Na hivyo viongozi wa dini wanaoshiriki ambao wanakaa katika ofisi ya ikulu ya Marekani wanakwenda kuchukua maoni hayo na kumkabidhi rais pamoja na wale wanaomsaidia. Kisha baada ya hapo jambo hilo litakwenda kupigiwa kura katika baraza la Seneti la Marekani. Wapendwa ndugu zangu, niwaambie kwamba dunia hii imefikia ukomo. Dunia imefikia ukomo na wala hamtajua. Jumapili na kwenda kutangazwa, bado mnaendelea na shughuli za ulimwengu. Roho ya unabii inasema ya kwamba mara tu baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, watu wa Mungu wanatakiwa kuanza kuhama katika miji. Ni dalili tosha kwetu kwamba tunaingia mahali pabaya. Mpendwa msikilizaji
Tuangalie kipengele kingine katika ukurasa wa 467 hapa kati, anasema kauli ya Rumi ya kutaka amani katika Marekani, United States, haidhihirishi badiliko la moyo. Kanisa la Roman Katoliki linavumilia tu pale linapokosa msaada. Askofu msaidizi O'Connor, uhuru wa dini unaendelea tu hadi pale upinzani unapoweza kufanyika bila kuhatarisha Ukatoliki ulimwenguni. Askofu mkuu St. Louis alisema uasi na kutokuamini ni uhalifu, na katika nchi za Kikristo kama ilivyo katika Italia na Uhispania kwa mfano, mahali ambapo watu wote ni Wakatoliki na ambapo dini ya Kikatoliki ni sehemu muhimu ya sheria ya nchi, wanaadhibiwa kama wahalifu wengine wa sheria. Kila kardinali, askofu mkuu na askofu msaidizi katika kanisa Katoliki kula kiapo cha utii kwa Papa ambacho ndani yake kina maneno yafuatayo: wazushi, wafarakanaji na waasi, kwa asemacho Bwana wetu au mtangulizi wake, nitatesa na kupinga kwa uwezo wangu wote. Sikiliza, hutanielewa sasa hivi, unaweza kuniangalia tu, lakini hutanielewa ninachoongea sasa hivi, hutajua. Ila ukweli ni kwamba kwa kuwa Amerika imetoka kwenye Uprotestanti, imekuwa Ukatoliki na imekuwa mikononi mwa Papa, amepewa dhamana ya kusimamia taifa kubwa la Kikatoliki. Kipengele nicho kusomea hiki umekielewa? Utarudia kusoma katika ukurasa wa 467. Umekielewa hiki kipengele? Umekielewa? Anasema ya kwamba kauli ya Rumi kutaka amani katika Marekani haidhihirishi badiliko la moyo. Kanisa la Roman Katoliki linavumilia tu pale linapokosa msaada. Sawa? Uhuru wa dini unaendelea tu hadi pale upinzani unapoweza kufanyika bila kuhatarisha Ukatoliki ulimwenguni. Alisema uasi na kutokuamini ni uhalifu, na katika nchi za Kristo kama ilivyo katika Italia na Uhispania kwa mfano, mahali ambapo watu wote ni Wakatoliki na ambapo dini ya Katoliki ni sehemu muhimu ya sheria nchi, wanaadhibiwa kama wahalifu wengine wa sheria. Kwa hiyo Marekani ikiwa imeshikilia usukani sasa, taifa la Marekani liko mikononi mwake. Kinachoendelea ni nini? Unajua kinaendelea ni nini? Sikiliza, tega sikio lako. Kinachoendelea, viongozi wa serikali katika taifa la Amerika wanasikiliza asemacho Bwana Papa anataka nini. Uchunguzi unaofanyika kuhusu nini watu wa Marekani wanazungumzia habari ya sheria Jumapili. Uchunguzi huo ni msukumo wa Ukatoliki kupeleka katika bunge la Seneti ya Marekani kupigia kura kupitisha na kubadilisha katiba kuondoa kipengele cha uhuru wa dini, na hatimaye wa Marekani watakuwa wa kwanza kukinywea kikombe, watakuwa wa kwanza kupokea maagizo ya kupumzika Jumapili. Jumamosi ambayo ni sabato ya Mungu wa mbinguni inakwenda kufutwa katika taifa la Marekani. Hakuna mtu yeyote atakaye sali siku ya Jumamosi. Wasabato wanalengwa, hawataruhusiwa kuuza, kununua, kupanda, kujenga, kusafiri, kusoma, kuoa na kufanya shughuli ya aina yoyote ikiwa hawataipokea Jumapili kama siku ya ibada. Majengo yote ambayo Wasabato wanayatumia kama sehemu ya ibada, majengo yote wanayoyatumia hayatakuwa mali yao, hayatakuwa mali yao. Mbeleni kuna changamoto mbaya kuwahi kutokea, na unabii huu mnaousikia ni unabii wa mwisho ambao Mungu amekusudia kuwaambia watu wake wajiandae kwa kile kinachoujilia ulimwengu. Mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, ninasikitika kuona watu wamelala usingizi. Ninasikitika kuona watu wanaendelea kuishi katika miji. Ninasikitika kuona watu wanaendelea kufanya yale ambayo ulimwengu unafanya. Wamemwasi Mungu wa mbinguni, wamemwacha na wamekataa maagizo yake.
katika kitabu cha Pambano Kuu. Kitabu cha Pambano Kuu ndicho kinachotaja mambo yanayoendelea duniani. Pale Marekani hivi karibuni hapata kalika, wanasheria na watu wengine wote wanamshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kuwapitishia sheria ya Jumapili kuwa ya mapumziko. Wanamshukuru sana, wametazamia kwa muda mrefu. Wasabato, amkeni, kwa sababu muda umefika. Wapo wengi ambao watawaambia, na najua kabisa kwamba ujumbe huu utakapoupata kwangu utashare na utawaambia watu wengine. Wapo watakaoamini, lakini wapo viongozi wengi wataukataa ujumbe huu na watawaambia msimsikilize huyo. Lakini nataka niwaambie, ujumbe huu nao utoa leo ndio ule mtakuwa mashahidi siku ya mwisho. Ujumbe nao wapa leo ndio ule ambao siku ya mwisho mtadaiwa. Wale wote waliojitenga na kanisa la Waadventista wa Sabato wakaanzisha vikundi vingine, wengine wameamua kubaki tu, hawana ibada. Sikiliza, Ellen G. White amekufa mwaka 1915. Aliacha kanisa la SDA, Seventh Day Adventist Church, ndilo kanisa aliloliacha. Wale waliochomoka kwa sababu mbalimbali wakatoka wakaenda nje, wakajifanya wao wanafanya matengenezo kwa kuliacha kanisa hili. Ellen G. White anasema hakuna umuhimu wa kuanzisha vikundi vingine vya madhehebu. Hatutakiwi kuunda madhehebu mengine mapya. Kanisa liachwa moja na ndilo muundo pekee ambao Yesu aliuacha. Mwaka 31 Yesu anapofufuka na kuondoka, aliliacha kanisa la watunzi wa Sabato. Mitume ndio kaka zetu na ndugu zetu waliotuachia ujumbe huu. Hakuacha kanisa la kusali Jumapili, hakuacha kanisa la kusali Ijumaa, hakuacha kanisa la kusali Jumanne. Aliacha kanisa hili ambalo mwaka 1886 likaundwa rasmi baada ya kutoka katika mateso ambayo yaliongozwa na huyo mnyama. Kanisa hili linaendelea kudumu. Kanisa hili wapo wanaoliita Babeli. Ukiliita Babeli kanisa la Mungu utakufa. Na ujumbe huu nao wapatia leo, nataka niwaambie wale wote waliojitenga na kanisa hili warudi mara moja. Amri ya Jumapili inakwenda kutangazwa, mlango wa rehema unaenda kufungwa. Mlango wa rehema utakapofungwa, hutakuwa na mahali pa kupita. Kanisa hili watu wanahesabiwa. Katika Ezekieli sura ya 9, Mungu anaendelea kupepeta kanisa lake. Wasio waaminifu wote watatupwa nje. Endelea kula nyama, endelea kunywa soda, endelea kula kila kitu unachokitaka. Huu ni wakati wa kuachana na mambo ya ulimwengu na kula kila kitu kinachoonekana. Nataka niwaambie, ni wakati wa kuweka miili yetu safi, ni wakati wa kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Mwokozi. Mara tu Marekani itakapotangaza sheria Jumapili, jambo hili litaenea ulimwengu mzima, na hivyo watu wa dunia nzima watatakiwa kutii mamlaka ya Papa. Bwana wabariki sana, na unapopata ujumbe huu basi watumie na watu wengine wapate kuokolewa, watumie wengine wajiandae kwa ajili ya uzima wa milele. Namba yangu ya simu ambayo utaitumia kwa kutuma ujumbe na kupata masomo zaidi ili uweze kujiandaa, namba zangu ni hizi hapa. Sikiliza: 06 28 16 53 17. Yaani nasema hivi: 06 6 6 47 53 17. Na maanisha hivi: 07 5 9 16 53 17. Bwana awabariki. Tuombe. Baba mpendwa, huyu msikilizaji na mtazamaji anaposikia mambo haya, umuokoe, umsaidie ajiandae kwa kile kinachoujiria ulimwengu. Waliolala kiroho wote waamshe, tuandae kwa uzima wa milele. Ujumbe huu unapokwenda katika ulimwengu wetu huu, naomba wewe utangulie, wasaidie watu wako ili waone hatari iliyo mbele yao. Jumapili inapokwenda kutangazwa Marekani na kile kitakachotokea
siku ya tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu pale Marekani, kiwe ni fundisho kwa Waadventista wa Sabato na wengine wote waliopo katika ulimwengu huu. Waongoze wainjilisti wafanye kazi zao, waongoze kila mahali, watende yale yote yanayohitajika kwa ajili ya kuokoa wengine. Naweka yote mikononi mwako, nikiomba kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awabariki.